Kwa sababu kuna watu waliamini namna ambavyo kikosi chao walivyosajili, namna ambavyo kikosi chao kilivyokaa muda mrefu. Saa hizi ligi ya NBC kasoro mechi 2 au 1 kwamba ligi ishe, tayari wangekuwa wanaongoza zaidi ya pointi 10 mpaka 12. Niwaambie tu wana Simba, tunakwenda klabu bingwa barani Afrika mwakani, au tunakwenda shirikisho barani Afrika mwakani. Ninachokiamini registration ambayo Simba tunakwenda kufanya, niwaambie tu wana Simba, tunakwenda kufanya makubwa zaidi mwakani kuliko ambao mwaka huu tuliyofanya. Mikoi Simba Sports kwa namna ambavyo mechi za ligi kuu soka Tanzania bara inayofuata ni zidi ya Kagera Sugar. Lakini tuangalie Jean Charles Ahoua. Hivi sasa kuna asilimia kubwa ya yeye kutoa MVP wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia kuwa mfungaji bora wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hii kwako kama mchezaji Jean Charles Ahoua, tumeona alichokifanya pia jana katika mchezo wa zidi ya Ken Gold. Kabla Ahoua tujamwangalia namna ambavyo alivyokuja kufunga magoli kwenye ligi NBC na mchango wake mkubwa kwenye Simba Sports. Sisi Simba tuliamini uwezo wake Ahoua kabla hajaja katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuliamini kwenye kichwa chetu, kwenye akili zetu, kwamba Jean Charles Ahoua wakati tunakwenda kumchukua Ivory Coast ni MVP. Leo haiwezekani ligi ya Ivory Coast, MVP wa Ivory Coast aonekane mchezaji wa kawaida. Na ndio maana leo ukienda kwenye takwimu sahihi, katika miaka 2 iliyopita mpaka 3, lazima nikiri mbele ya Mike, mchezaji ambaye alikuwa star Simba ni Clatous Chota Chama. Umekiri mchezaji aliyekuwa star Kodio Clatous Chota Chama. Lakini Chama wakati anasajiliwa Simba Sports, Ahoua anakuja Simba Sports, ukichukua namba za Ahoua na Chama, Ahoua ana namba nzuri kuliko Chama wakati tunasajiliwa mara ya kwanza. Na nimemkumbuka ndugu yangu mchezaji mmoja aliwahi kuchezea Simba anaitwa Humudi. Aliwahi kuongea ninyi waandishi wa habari, akasema huyu mchezaji anocheza anovaa jezi namba 10, talent sana. Kwa mimi naamini Mungu ikimpendeza, akiendelea kumlinda na afya njema, Jean Charles Ahoua atakwenda kuchukua japo kuna mchezo mchafu na kwenda kufanyika Zanzibar. Naomba tuweke sawa Mikoi kwamba mechi ya Yanga inayofuata ni zidi ya Dodoma Jiji. Kuna mpango, kuna mchezo mchafu kati ya Yanga na nani unakwenda kufanyika Zanzibar. Leo hii kwenye mpira wetu kama makocha wanakiri, tumetoa zawadi kwa Dar es Salaam Africans. Kuna shida. Mikoi, kwa nini umeweka hofu kwamba kuna mchezo mchafu unaenda kufanyika? Kama makocha wenyewe wanatamka hadharani kwamba tumewapa zawadi Yanga. Kocha wa Prison jana akasema, sio mimi. Ameweka wazi. Kwa hiyo inawezekana kama kocha wale, kama Prison walitoa zawadi kwa Dar es Salaam Africans, Dodoma Jiji anashindwa nini kwenda kutoa zawadi kwa Yanga? Na naomba kwamba kama Tanzania Prisons ametoa zawadi, kama Tanzania Prison wamekutoa zawadi kwa Yanga, na wanakuja mbele ya Mike wanakiri kwamba tumepeleka zawadi kwa Yanga. Kwa nini Dodoma Jiji wasitoe zawadi kwa Yanga? Hii bato kwa namna ambavyo Mikoi umezungumzia, tukiangalia mechi ya Dodoma Jiji na Yanga ya kwanza, Dodoma alikufa kwa magoli mengi. Ndio kitu ambacho kinakupa hofu. Maji yanabaki kuwa maji tu. Japokuwa kuna maji ya chumvi, kuna maji baridi, lakini yote maji. Nini unamaanisha Mikoi? Wewe baki na kodi tu. Maji yanabaki kuwa maji, aidha ya chumvi, maji. Hii vita ya kuwa mfungaji bora, tukiangalia Jean Charles Ahoua na magoli 13, lakini Mzize ana magoli 13, kuna kitu umeweka nacho hofu hapa kwamba kuna namna usipunguze. Jean Charles Ahoua ana 13 bwana. Hesabu zako za wapi? 16 kwa 13. Difference ya magoli 3 Mikoi. Kitu ambacho unaweka hofu katika si magoli mengi na wala sio magoli machache. Inategemea mazingira na namna ambavyo ushindani na watu ambao mnakwenda kukutana nao. Lakini kikubwa kama niliposema awali, niendelee kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema Jean Charles Ahoua. Mimi naamini kwamba yupo si kwa ajili tu ya kuonana na kuwa mfungaji bora. Jean Charles Ahoua yupo kwa ajili ya kuisaidia Simba. Kuna namna ambavyo Simba mwaka huu wanafanya vizuri. Mechi ambayo itatoa taswira ni ya dabi ya Kariakoo. Simba hivi sasa wanarudi nyumbani na wameshawasili tayari Dar es Salaam kujiandaa na mechi dhidi ya Kagera Sugar. Baada ya hapo, kituo kinachofuata kitakuwa ni dabi ya Kariakoo.
Kisugu, hii mechi kama wana Simba na mashabiki na wanachama wa Simba, hii mechi mnaitazamiaje? Mechi ya kutangaza ubingwa. Na nyinyi mmetaka na nyinyi mmesema kwamba mmesalia na kombe moja tu la ligi kuu soka Tanzania bara. Tunaamini kwenye moja, tukitoka kwenye moja tunaamini kwenye mbili. Lakini hatuwezi kuamini kutoka kwenye moja kwenda kwenye 10. Wacha kwanza tumalizane na Kagera. Wacha kwanza tumalizane na Kagera. Ndipo itafuata. Wacha tumalizane na Kagera kwanza. Ndipo itafuata dabi ya Kariakoo. Wacha tumalizane na Kagera kwanza. Mikoa umezisikia taarifa kuhusiana na FIFA kuja Tanzania kulichunguza sakata ama kuichunguza TFF. Hii taarifa umekutana nayo Mikoa. Kwenye hiki ambacho kinaendelea tumalizie na hili. Hii taarifa kwanza kwako umeitazama na umeisikia kuna namna ambavyo soka letu limeingia doa kama kweli FIFA anaingia? Yes, taarifa nilitazama na kwa bahati mbaya zaidi jana nilijaribu kuongea na waandishi wa habari. Nilikiri kwamba zile taarifa zipo na kweli watu wamekuja kufanya uchunguzi, lakini kitu ambacho nilichogundua siku hadi siku na mimi baada ya kufanya research zangu sio uchunguzi ambao sisi tunafikiria. Lakini moja uchunguzi mimi naamini FIFA huwa kila mwaka pindi ambapo wanapotoa pesa zake sehemu lazima aje kuzichunguza kuona namna ambavyo maagizo na matekelezo ya fedha zake zimekwenda kutekelezwa. Ni kweli kwamba FIFA wapo wanaendelea na uchunguzi wao. Kwa hiyo tuachie, kwa sababu wao wana dhamana kubwa kuendesha mpira katika dunia. Hakuna mtu anaweza kuingilia. Kwa hiyo waache tu wafanye kazi yao. Lakini naamini jana tumemsikia Rais wa TFF Mheshimiwa Wallace Karia amelizungumza kwa marefu, amezungumza kwa mapana. Waandishi wa habari, FIFA kuwepo katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, msitengeneze kuwa story kubwa na kutengeneza taharuki kwa wana football. Kuna muda mwingine waandishi, acheni interest zenu, jadilini jambo kwa sababu ya maslahi mapana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shida waandishi, mnatengeneza history, mnapeleka pressure kwa watu. FIFA wanapokuja sehemu unaweza ukayasoma zile herufi ngao ngapi? 4, lakini zile herufi 4 zinaitingisha dunia zinapoamua. Leo tunaona Kenya wamerudi nyuma, wanaanza kutamba tena kujitafuta. Lakini leo waandishi wa habari kuja kwa FIFA kwenye nchi, mnaona kwa ni story ya kuendeleza. Kuna muda waandishi, bakini kwenye uzalendo, bakini kwenye taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Msitengeneze kitu ambacho si kwa maslahi ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo FIFA akifanya lungu, wewe utakwenda kumhoji nani? Unaenda kumhoji nani? Au utaenda kumhoji kocha wa Tanzania Prison anayekiri kwenye maiki kampa zawadi Yanga? Mikoi ngoja, au utakwenda kumhoji kocha wa Prison anayekiri kampa zawadi Yanga? Tutafuata hiyo. Niseme tu nashukuru sana waandishi wa habari. Nafanya kazi kubwa, nafanya kazi nzuri. Mmekuwa na mchango mkubwa sana kwenye mpira wetu wa miguu wa Tanzania. Hususan sisi Simba Sports tunakiri moja ya kufika hapa, na imani kwamba mchango wenu umekuwa mkubwa sana. Lakini waandishi, kuna mambo mengine semeni. Wapongezeni sana Azam Media. Wamefanya kazi kubwa, wamefanya kazi nzuri kwenye mpira wa nchi hii. Jana kwa mara ya kwanza timu 16, viwanja 8 wa Tanzania wameshuhudia mechi zote. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Lakini leo tunaongea mara nyingi kwamba mpira wetu umebadilika Tanzania. Lakini moja katika watu ambao wamewekeza fedha nyingi kwenye mpira wetu wa Tanzania ni Azam Media. Dollars zaidi ya milioni 200 na something. Dola brother. Wamewekeza kwenye mpira wetu. Lakini waandishi hamwasemi hawa. Hamwazungumzi hawa. Hamwapi maua yao hawa. Nyi kazi yenu, kuna mtu kadhamini vitimu vyake 6 kwenda kuchukua pointi 6. Hawa muoni. Leo nyinyi waandishi mnachukua muda mrefu kumzungumzia mtu kavizamini vitimu 6. Tena kavizamini 6 kwa maslahi yake, si kwa sababu maslahi mapana ya taifa. Anakuwa story. Mtu ambaye aliyezamini timu zaidi ya 16 sio story katika nchi. Ole wao waandishi wa habari na mafarisayo. Maneno kasema Mungu, asanteni sana.